Wizara imeona kuna umuhimu au kuna haja ya kutoa ufafanuzi juu ya malalamiko ya mzazi wa mtoto Said Abdallah Khamis. Ni mtoto wa kiume mwenye umri wa miezi minne aliyepokelewa hospitali ya Lumumba tarehe 15 mwezi wa 11 akitokea hospitali ya jeshi Bububu ambayo ilikuwa ni rufaa, na alipokelewa kwa ajili ya matibabu ya operation ya utumbo. Utumbo wa mtoto huyo ulikuwa umesokotana, kwa hiyo alifika kwa ajili ya kufanywa operation, yani matibabu hayo, na operation ilifanikiwa. Lakini katika kipindi cha tarehe 15 mpaka tarehe 19 mtoto aligundulika na changamoto ya mkono kuvimba na kubadilika rangi. Hali ilopelekea wataalam baada ya kumwangalia tarehe 19 waliandika barua kwa ajili ya kuomba ridhaa ya wizara rufaa, na tarehe 20 yule mtoto alikuwa kafikishwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali, kuanzia ambulance kutoka hapa wizarani mpaka Dar es Salaam akapokelewa na ambulance. Na mpaka jana usiku tumezungumza na mama, alikuwa bado mtoto yuko theater anaendelea na matibabu hayo ya mkono. Sasa malalamiko ya mwananchi tumeyasikia, ya wazazi, na tumechukua na tumeamua kuchukua hatua zifuatazo. Kwa kuwa haya ni mambo ya kitabibu, sawa, na tumeamua kuelekeza mabaraza mawili. La kwanza, baraza la wauguzi na wakunga Zanzibar; pili, baraza la madaktari, kuhakikisha wanafanya uchunguzi ndani ya wiki 2 kwa kuanzia, ili kubaini changamoto ni nini na nini kifanyike na hatua gani zimekiukwa za kitabibu kwa mujibu wa utaratibu. Lakini pili, wizara imeamua iende mbali zaidi, kuhakikisha tunawasimamisha kazi kupisha uchunguzi wauguzi wa zamu 2 waliokuwepo siku hiyo, na ndo ambao kwa kuanzia wanalalamikiwa na wazazi wa mtoto huyo. Kama mnavyojua, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imewekeza fedha nyingi sana katika miundombinu na swala zima la utoaji wa huduma, na hakuna kitu cha gharama kubwa kama kusomesha wataalamu wa afya. Kwa mwaka huu peke yake serikali imepeleka kusoma watu zaidi ya 273. Asilimia 80 ya hao ni madaktari bingwa na bobezi kwa ajili ya kuja kutoa huduma kwenye hospitali zetu. Sasa tumekuwa makini sana, na hata kabla ya kikao hichi tulikutana na kwanza wamiliki wa hospitali, mabaraza na wajumbe wao, sawa, wakurugenzi wa hapa wa wizara, na mwisho tukamalizia watu 11 ambao ni miongoni kuna madaktari, manesi na wataalamu wa usingizi, kuzungumza nao katika swala hili. Baada ya kujiridhisha tukaweza kuwaruhusu. Kwa hiyo mimi ni washukuru waandishi wa habari kwa response yenu ya kuja, lakini wizara au serikali ipo makini kweli kuhakikisha tunataka kuchukua hatua ziboreshe, lakini hatutaki hatua hizo hizo ziwa demoralize wataalamu wetu wa afya. Na ndio maana utakuta mabaraza na wenyewe wana utaratibu wao, na kama mkurugenzi tiba alivyosema hapa, hatua zinachukuliwa kwa mujibu wa utaalamu, kwa sababu cheni ni refu, wamepokelewa. Kwa hiyo wanafanya ile clinical auditing kila hatua yule mgonjwa alipopitiwa, na mpaka ripoti ya JKCI vile vile itapitiwa. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Na hawa wananchi na huyu kijana mtoto wa miezi minne wamepelekwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali. Na mpaka jana usiku nilikuwa nimezungumza na mama akiwa anamsubiri mtoto kutoka theater, na baadaye nikazungumza na baba yake. Kwa hiyo tunalifuatilia hili kwa makini, na imekuwa ni utaratibu wetu wagonjwa wote, hasa mganga mkuu, kwa sababu bili zinakuwa zinaletwa hapa wizarani, anafanya consultation na mkuu wa JKCI au kule Moi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunafuatilia kwa makini, na niwatoe hofu wananchi waendelee kupata huduma, wala hakuna chochote, na tutaitana kama hivi kupeana taarifa tumefikia wapi juu ya swala hilo. Sawa jamani, asanteni sana.